Mchezo wa Simba umemalizika hapa kwenye dimba la KMC. Tunazungumza na mchungaji shabiki wa Simba Sport Club. Simba akiondoka na alama 3 na magoli 2 hapa mbele ya Mashujaa. Karibu tumsikie mchungaji ana yapi ya kuyazungumza baada ya mchezo kumalizika. Mchungaji, mambo? Mungu ni mwema sana. Tunaona ubingwa tunasogelea. Hongereni sana kwa ushindi. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini tunamshukuru Mungu tumeshinda. Mechi ilikuwa ni ngumu sana. Ni mechi ambayo Mashujaa walikuja kwa plani ya kutumaliza, ya kupata sare, lakini tunamshukuru Mungu tumepata ushindi siku ya leo. Lakini mechi ilikuwa ni ngumu mno. Ulikuwa wapi wakati timu ambayo inakwenda kucheza nayo sio kama level moja na timu ya Simba? Ugumu umekuja, Mashujaa amejiandaa. Kila timu ambayo midai, kila timu iliyoko ligi kuu, midai kila timu iliyoko ligi kuu. Sasa hivi kila timu ni ngumu. Maana sasa hivi kuna wengine wanaogopa kushuka daraja, wengine wanataka ku-maintain kubaki kwenye ligi, na wengine wanataka wawe mwaka kesho waendelee kuendelea na ligi yetu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Tunashukuru leo wachezaji wamejituma mpaka dakika ya mwisho bila kukata tamaa, na tumeweza kupata ushindi siku ya leo. Mchezo wa leo umekuwa na sintofahamu nyingi sana. Tumeona kwenye kipindi cha kwanza mmeweza kuruhusu goli, mmeshindwa kuchomoa, kufikisha kulego scoreboard, lakini kipindi cha pili tumeona mmepata penalti, lakini pia mmepata penalti kwa mikono miwili ya penalti mpaka mmepelekea kupata ushindi. Pengine shida ilikuwa wapi? Shida kubwa leo ilikuwa hivi, walijaribu kubloku ili mafuadi wetu wasiweze kufunga, na kweli walifanikiwa kubloku. Kwa hiyo mbinu iliyotumika zaidi siku hii ya leo ni kujaribu kulazimisha kuingia kwenye box. Kwa hiyo kulazimisha lazima atakuatoa kwenye box, ndio maana leo zimepatikana penalti 2. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Katika mechi ya ligi kuu ambayo nimeona ni ngumu ni ile ilikuwa ya kwao na hii ya Dar es Salaam. Na sijajua kwa nini mechi za Simba zinakuwa ngumu kucheza na Mashujaa. Ile wakicheza na Yanga wanawazawadia mpaka magoli 5. Ila Simba wakicheza nao mechi zetu zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mechi hii ya leo tumeshindwa kwa ubora. Ni mechi ilikuwa ngumu, lakini tumeshinda kwa ubora. Tunamshukuru Mungu sana kupata ushindi siku hii ya leo. Mchungaji, milioni 100 zimewekwa mezani kwa Mashujaa kama watapata ushindi, lakini sare wamewekewa milioni 50. Umeona hiki pia kimechangia huu ugumu wa mchezo leo? Ukishawaahidi watu sio wanajituma. Ile hela ndio wamesababisha leo wakajituma kupita kiasi. Leo wamejituma, imefikia hatua mpaka kipa akapewa kadi nyekundu kwa ajili ya kuchelewesha muda. Ameingia hata huyu hapa alikuwa ni mchezaji, lakini bado anaweza kutuzuia. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Simba leo wamecheza mpaka dakika za mwisho kwa kutokata tamaa. Wachezaji wamecheza kwa kukata tamaa, kwa kutoangalia muda. Na hii Simba nimeiona kuna mechi nyingi sana ambazo Simba imepata matokeo kwa kutokata tamaa. Leo hawajakata tamaa na wamecheza mpaka tone la mwisho, na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo matumaini ya kuchukua ubingwa yako pale pale. Ukiangalia kikosi, mabadiliko makubwa sana yamefanyika leo, na dakika 45 za kwanza mnaenda mapumziko mkiwa nyuma ya bao moja mbele ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamepata nafasi wameshindwa kutoa kile kocha ambacho alikihitaji kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia leo mwalimu alijaribu kupumzisha wachezaji kadhaa. Mbona kama Ngoma leo hajacheza, Kapombe kaingia kipindi cha pili, Shabalala kaingia kipindi cha pili, lakini ni mechi kwa ujumla ni kwamba wachezaji wengi leo walipumzishwa kwa sababu ya ile kuogopa watakuja kuumia. Maana sisi tuna jukumu kubwa sana la kitaifa. Jukumu kubwa la kitaifa ndio ile ambayo tunategemea siku zijazo Simba akaenda kachukua ubingwa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo walijaribishwa kuwapumzisha wachezaji wale muhimu ili wasio kupata injury. Lakini dakika za mwisho mambo kwa magumu, ikabidi tumuingize Shabalala na Kapombe. Na bahati nzuri walivyoingia, akaingia na Mkwala, akaingia na Kibdenis. Wakaja kuongeza nguvu, ndio mashambulizi ukaona haya na Simba kupata ushindi siku hii ya leo. Leo ni dakika ambazo zimeongezwa za mchezo wa leo, dakika 15. Imekuwa ni mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wanasema kwamba ni dakika nyingi sana, haikustahili kuwa hivyo. Hao walipoteza muda mwingi sana. Kipa alikuwa analala, wachezaji wanaonyesha wameumia, akitolewa na Machela nje anasimama. Kwa hiyo lazima referee siku hizi, ngoja niwaambie kitu kimoja. Siku hizi FIFA mpira wao hataki muda upotee. Hata kama muda hujaongeza, lazima mpira uchezwe. Dakika zitimie 90. Kwa hiyo hata kama utapoteza muda ukitegemea kwamba ndio silaha, dakika zitachezwa tu. Kwa hiyo kwa ujumla dakika zimechezwa, sio kwamba eti Simba kabebwa, sio kwamba Simba eti dakika 15 alipoza mazebe, hapana. Mashujaa amejiandaa. Kila timu ambayo midai, kila timu iliyoko ligi kuu, midai kila timu iliyoko ligi kuu. Sasa hivi kila timu ni ngumu. Maana sasa hivi kuna wengine wanaogopa kushuka daraja, wengine wanataka ku-maintain kubaki kwenye ligi, na wengine wanataka wawe mwaka kesho waendelee kuendelea na ligi yetu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Tunashukuru leo wachezaji wamejituma mpaka dakika ya mwisho bila kukata tamaa, na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Mchezo leo umekuwa na sintofahamu nyingi sana. Tumeona kwenye kipindi cha kwanza mmeweza kuruhusu goli, mmeshindwa
kuchomoa, kufikisha kulevel scoreboard, lakini kipindi cha pili tumeona mmepata penalty, lakini pia mmepata penalty kwa mikojo miwili ya penalty mpaka mmepelekea kupata ushindi. Pengine shida ilikuwa wapi? Shida kubwa leo ilikuwa hivi, walijaribu kubloku ili maforward wetu wasiweze kufunga, na kweli walifanikiwa kubloku. Kwa hiyo mbinu iliyotumika zaidi siku hii ya leo ni kujaribu kulazimisha kuingia kwenye box. Kwa hiyo kulazimisha lazima atakuatoa kwenye box, ndio maana leo zimepatikana penalty mbili. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Katika mechi za ligi kuu ambayo nimeona ni ngumu ni ile ilikuwa ya kwao na hii ya Dar es Salaam. Na sijajua kwa nini mechi za Simba zinakuwa ngumu ukicheza na Mashujaa. Ile wakicheza na Yanga wanawazaidia mpaka magoli 5. Ila Simba wakicheza nao mechi zetu zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mechi hii ya leo tumeshindwa kwa ubora. Ni mechi ilikuwa ngumu lakini tumeshindwa kwa ubora. Tunamshukuru Mungu sana kupata ushindi siku hii ya leo. Mchezaji milioni 100 zimewekwa mezani kwa Mashujaa kama watapata ushindi, lakini sare wamewekewa milioni 50. Umeona hiki pia kimechangia huu ugumu wa mchezo leo? Ukishawaahidi watu sio wanajituma. Ile hela ndio umesababisha leo wakajituma kupita kiasi. Leo wamejituma, imefikia hatua mpaka kipa akapewa kadi nyekundu kwa ajili ya kuchelewesha muda. Ameingia hata huyu hapa alikuwa ni mchezaji lakini bado ameweza kutuzuia. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Simba leo wamecheza mpaka dakika za mwisho kwa kutokata tamaa. Wachezaji wamecheza kwa kukata tamaa, kwa kutoangalia muda. Na hii Simba nimeiona kuna mechi nyingi sana ambazo Simba imepata matokeo kwa kutokata tamaa. Leo hawajakata tamaa na wamecheza mpaka tone la mwisho na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo matumaini ya kuchukua ubingwa yako pale pale. Ukiangalia kikosi, mabadiliko makubwa sana yamefanyika leo, na dakika 45 za kwanza mnaenda mapumziko mkiwa nyuma ya bao moja mbele ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamepata nafasi wameshindwa kutoa kile kocha ambacho alikihitaji kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia leo mwalimu alijaribu kupumzisha wachezaji kadhaa. Mbona kama Ngoma leo hajacheza, Kapombe kaingia kipindi cha pili, Shabalala kaingia kipindi cha pili, lakini ni mechi kwa ujumla ni kwamba wachezaji wengi leo walipumzishwa kwa sababu ya ile kuogopa watakuja kuumia. Maana sisi tuna jukumu kubwa sana la kitaifa. Jukumu kubwa la kitaifa ndio ile ambayo tunategemea siku zijazo Simba akaenda kachukua ubingwa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo walijaribishwa kuwapumzisha wachezaji wale muhimu ili waweze kupata injury. Lakini dakika za mwisho mambo kuona mambo kwa magumu, ikabidi tumuingize Shabalala na Kapombe. Na bahati nzuri alivyoingia, akaingia na Mkwala, akaingia na Kibdenis. Wakaja kuongeza nguvu, ndio mashambulizi ukaona haya na Simba kupata ushindi siku ya leo. Leo ni dakika ambazo zimeongezwa za mchezo wa leo, dakika 15. Imekuwa ni mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wanasema kwamba ni dakika nyingi sana, haikustahili kuwa hivyo. Hao walipoteza muda mwingi sana. Kipa alikuwa analala, wachezaji wanaonyesha wameumia, akitolewa na Machela nje anasimama. Kwa hiyo lazima referee siku hizi, ngoja niwaambie kitu kimoja. Siku hizi FIFA mpira wao hataki muda upotee. Hata kama muda hujaongeza lazima mpira uchezwe, dakika zitimie 90. Kwa hiyo hata kama utapoteza muda ukitegemea kwamba ndio silaha, dakika zitachezwa tu. Kwa hiyo kwa ujumla dakika zimechezwa, sio kwamba eti Simba kabebwa, sio kwamba Simba eti dakika 15 alipoza Mazembe, hapana.